ilikuwa ni baba na ilikuja kipindi alishaanza kuonyesha nia kwamba anaingia vipi katika kazi yetu sisi au katika michezo. Nakumbuka kuna mechi moja tulikuwa tunajiandaa kwenda Lesotho. Basi aliweza kutuita pale Ikulu na tulienda pale tukaongea naye vizuri sana, na aliweza kutuchangia hela kama milioni 50 hivi, na tukaweza kushinda naye pale Ikulu na tukaweza kula naye chakula pale. Alituandalia chakula tukala pale tukaenjoy vizuri kabisa. Hiyo siku ambayo umeieleza mlioitwa Ikulu na kupewa kiasi cha shilingi milioni 50 kama maandalizi kuelekea mchezo wenu dhidi ya Lesotho, mbali na fedha, lakini kuna kauli pia Rais Magufuli hayati alizungumza kwamba hizi pesa mtazitapika endapo ikienda ndivyo sivyo. Sasa kwa kumbukumbu zako, ni pesa ama ile kauli ambayo aliwapa ni kitu ambacho mlibaki nacho sana wachezaji? Kwa kweli sio pesa. Yani tukisema tu ukweli ni wote tulivyokuwepo katika national team pale, sisi technical bench yetu, kwa kweli ile kauli Maki alisema kwamba hii hela naitoa hapa nataka ikafanye kazi. Nendeni, nataka ushindi. Nendeni mkapambane ili tupate ushindi. Sasa hizi hela msipopata ushindi mtazitapika. Ile kauli bwana hadi kesho bado ipo kichwani. Hadi kesho iko kichwani. Lakini kwamba bahati mbaya tulienda kule na pia tukapoteza, lakini tulivyorudi hapa aliendelea kututia moyo na kutuonyesha kwamba yuko pamoja na sisi, na aliweza kutushauri tuongeze bidii katika kazi yetu ili siku moja tutafanya vizuri. Kwa hiyo tusichoke, tuongeze bidii, tupambane. Yes. Kwa hiyo tulimshukuru. Kwa hiyo tulikuwa tunajua kwamba baada ya kufungwa kule kwa sasa hapa sasa tunaweza tukaenda Mtwara kwenda kubangua korosho hapa. Kwa hiyo haikuwa vile, lakini tunamshukuru na tunamuombea kwa kweli apumzike, aendelee kupumzika salama. Na baada ile kauli, nyinyi kama wachezaji mlivyotoka, pengine mlikuwa na kikao cha dharura kusisitiziana tu umuhimu wa kwenda kuperform kwenye mchezo unaofuata? Tena yani sio vikao vilikuwa vingi sana. Kwa sababu mzee alikuwa anafanya vitendo, yani kama kitu hataki anafanya vitendo. Kwa hiyo anaongea kwa vitendo. Kwa hiyo sisi tukajua lile kauli aliyosema kinachofuata baada ya kupoteza ni kitendo kitafuata. Kwa hiyo kwa kweli tulikuwa hatuna amani. Yes, kwa hiyo lakini tulivyorudi aliendelea kututia moyo na tunamshukuru sana. Hayati alikuwa ni mtu wa michezo, tumeshuhudia mara kadhaa akifuatilia hata mechi za Taifa Stars, hata kama akishindwa kwenda uwanjani basi anafuatilia kwenye runinga, na tulikuwa tunaona ile ilikuwa inawapa nguvu kiasi gani nyinyi wachezaji? Ile ilikuwa inatupa nguvu sana, yani sawa na baba una mwanao anasoma alafu ufuatilie maendeleo ya mwanao. Hata mwanao yeye atakuwa anakosa ile kupata ile hope ile. Lakini kwamba baba akiwa anamfuatilia mwanae katika masomo, hata mtoto wake mwenyewe atajua kumbe nipo pamoja na baba. Kwa hiyo hata kupambana kule anaongeza kupambana. Kwa hiyo anaamini kwamba nyuma kuna mtu ananifuatilia, kwa hiyo inabidi niongeze nguvu, niongeze kupambana ili nihakikishe naweza kufanikiwa. Kwa hiyo ndio tulichokuwa tunakifanya sisi. Kwamba tulikuwa najua kama baba anatufuatilia, kila mechi lazima aangalie. Na sisi tulikuwa tunaendelea kupambana ndani ya uwanja. Kufanya mazoezi kwa nguvu, kupumzika sana, kutuliza akili na kuweza kujituma ndani ya uwanja.